mtu au watu wanaoana kwa muda mfupi, na baadaye mmoja akigundua tu kitu ambacho pengine ni cha kawaida sana kwa mwenzake ambacho hakipendi, basi inakuwa sababu ya kuvunja ndoa ile na kwenda kuoa tena, au wengine wanaweza kuamua kukaa hivyo. Sasa utagundua kabisa kwamba katika utaratibu huu kwa wenzetu wa Ulaya na Amerika, unaweza kukuta mtu amevunja ndoa yake mara 7 au mara 10 na kuolewa tena mara kadhaa. Sasa huo utamaduni umekuja kwetu ambao kimila, kidesturi, lakini pia Kikristo ndoa iliheshimika na ilionekana kuwa ni kitu takatifu sana. Kwa hiyo mapokeo haya, au niseme tamaduni hizi, mila na desturi kutoka kwa wenzetu, mambo ambayo yanaletwa sasa na utandawazi, yamefanya kwa sababu moja ya sababu zinazofanya au zilizofanya ndoa nyingi kuvunjika katika nyakati tulizo nazo.